Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Oi, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, BM Zakaria Online TV na Alpha TV. Ni siku nyingine na wasaa mwingine tena na kuja kuwapa yale ambayo tunayapenda. Ni michezo ambayo inashika dunia nzima. Dunia nzima imeshikwa na mchezo kandanda, football, mpira wa miguu. Zote hizo ni lugha za mpira wa miguu. Ni sio mwingine tena, ni yule nusa wenu anaitwa Fabidigo. Sasa baada ya kunusa nikachunguza yale yanayojiri katika siku ya Simba Day, siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 2028. Kana mimi kwa muda huu kuanzia dakika hii mpaka pale ninapomaliza. Usiruke sehemu ya hii clip ambayo naongea, maana yake kuna uzuri na utamu uliopo ndani ya hii kitu. Ni Fabidigo. Au sio? Yes. Ukiwa na furaha tele, Mwenyezi Mungu anakubariki. Hata kama ulikuwa huna hela utapata hela. Ukichukia huwezi kupata pesa, maana Mungu amekataa kunungunika. Sio tu kuongea mpira, lazima mwanzoni nikupe kwa jina la Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu aliye juu mbingu na nchi kwamba kuwa na furaha, upate madude ya Fabidigo kutoka kwa Fabidigo. Mimi nafurahi kwa sababu nimejaliwa afya njema na tele, na jasho linatoka kidogo, lile jasho la afya, najiona kama niko vizuri. Sometimes hata nikila na mshukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana. Yes. Kama tulivyo ada, mimi mlivyonizoea, leo naleta story ambayo nimeikuta kwa sasa hivi. Yani ipo chini ya carpet, lakini tayari imekuwa breaking news kwa Fabidigo TV. Yani ni kwamba rais wa FIFA ambaye anaitwa Gianni Infantino Gianni Infantino ni rais wa FIFA ambaye anaongeleka na tetesi tulizopata kwamba kuna surprise inaweza kuwepo Simba Day, yeye akawa mgeni rasmi, baada ya kuonekana kwamba surprise hii imeandaliwa na mwenyekiti wa Simba ambaye anaitwa Murtaza Mangungu. Ndio maana tunakwambia Murtaza Mangungu nyuma yake kuna Aliko Dangote, mnatubishia. Sasa mimi ni nusa. Mimi nikinusa na waletea nyie. Nusa. Umewahi kuiona mbwa ikiwa inawinda? Ikipata kitu harufu inatikisa mkia. Kwa ndo mimi Fabidigo. Mimi nikinusa tu, nikipata harufu nawaambia. Sasa hapa bwana, kuna Gianni Infantino, ni rais wa FIFA ambaye anasemekana kwamba atakuwa ni mgeni rasmi wa Simba Football Club, ambapo huyo Simba Football Club ni Simba mnyama au timu ambayo ndiyo iliyoanzisha matamasha ya michezo hapa Tanzania mwaka 2009. Simba Day ilivyoanzishwa na mwenyekiti wao zamani alikuwa anaitwa Bilali, mpaka sasa Simba Football Club ina miaka mingi ya kuhamasisha tamasha la Simba Day, na watani wao Yanga Football Club na wakaiga, baadaye wakaja kuwa na Wananchi Day, na Azam pia waliwahi kujaribu kuwa na Azam Day pia. Mbeya City nao waliiga, hao watu ambao wanaita Singida Black Stars hao waliiga, lakini sometime kuendeleza wanakuwa hawaendelezi kutokana kwamba hawana mazoea hayo, ila Yanga na Simba wanaendeleza mpaka sasa hivi. Simba ni tarehe 8 mwezi wa 8 2026 na Yanga ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kumbuka Simba mara nyingi wanakuwa wanaanza kuhamasisha ili tamasha kwa sababu labda ni kwa sababu ya ukongwe wao, ambapo wao ndo walianzisha, ndo wanajikuta wanaanzisha wao, Yanga nafuata. Kuna kipindi fulani Yanga walitangulia, lakini nahisi ilikuwa mbaya sana ile sikukuu yao, ndio maana wanawaachia Simba wafanye, nao wafanye, maana aliyetangulia kuzaliwa ndio huyo. Japo Yanga alitangulia kuzaliwa, lakini tamasha la Simba Day lilianza kuliko Wananchi Day. Hapo ni maneno ambayo nayaleta kama historia ambayo imekuwa nzuri sana, tukiwa tunaendelea kuongea yale ambayo yamejiri katika siku ya leo. Ni habari ambayo kuwa nzuri zaidi kwa hapa watu ambapo wanakuwa nanifuatilia kwamba huyu rais wa FIFA ni kivipi atakuja Simba Day, ni nani aliyemwalika? Yes, sikiliza mpaka mwisho ya habari, alafu utaweza kunijua mimi Fabidigo kwamba nazipata wapi. Yes. Bwana,
sisi ni nusa ambao tunanusa zile chini ya carpet, tunazileta kabla wenzetu hawajaleta. Kwa habari ya kwamba rais wa FIFA atakuja Simba, na aliwahi kuisifia Simba Day kwamba ni tamasha namba 1 la kimchezo hapa duniani, kwa sababu aliona jinsi gani watu wanaenjoy, watu wanaingia asubuhi kuanzia saa 5 lakini hadi saa 3 usiku wanakuwepo uwanjani na njaa haiwaumi wala nini, kwa sababu ya starehe ambao wanaipata umo ndani. Habari ambayo ninayo ni kwamba Simba Day itapambwa au itakuwa na mgeni rasmi, kwamba Infantino rais wa FIFA atakuwa ni rais ambaye atahudhuria hilo tamasha kwa mara ya kwanza tangia Simba waanzisha tamasha lao 2009. Hilo tamasha litakuwa ni tamasha kwa sababu mahususi kwa ajili ya kuitangaza Simba Day katika viwango vya juu vya duniani kote kwa ujumla, kwa sababu kama rais wa FIFA atakuwepo hapo, ina maana kamera za dunia na wachambuzi wa dunia nzima watakuwepo kuona hilo tukio, kwamba yeye kwamba atafuatiliwa. Lakini hii kumbuka kwamba mimi naongea hivi ni kama tetesi ambayo nimeipata kwamba rais wa FIFA atakuja, sio rasmi, kwa sababu msije kaisi kama labda Fabdigo hivi. Nimepata kama fununu na tetesi ambazo ni nusa. Kwa hiyo kiwa nusa mwanangu, unaweza kunusa kitu ambacho tena usikamate vile, sababu mbwa anaweza kunusa harufu, alafu yule mnyama anayetaka kumuinda akamshinda vile. Mbwa naye anashindwa kuwinda. Kwa hiyo mimi naweza nikanusa harufu kwamba hii, nimesikia tetesi hizi. Sasa je, Infantino atakuja kweli, au je kweli huyo anakuja Simba? Je, amekubali? Hapo habari hizi nahisi jumla tarehe 7 mwezi wa 8 nitawapa makini kwamba amekubali. Lakini sasa hivi ni tetesi ambazo zinaelekea kuwa kweli kwamba rais wa FIFA wa mpira wa miguu duniani kote, Infantino, baada ya kumaliza kombe la dunia huko Marekani na Mexico na Canada, sasa anahamia Tanzania kuja Simba Day kwa ajili ya kuangalia Simba Day inavyoendeshwa dunia nzima iweze kujua. Habari hii ni habari ambayo tayari tumeipenda sisi kwa kuwaletea nyie waandishi wa habari na watu wote wa kimchezo, kwamba vipi tunawaletea hizi habari ili muweze kujua. Kwa hiyo basi, kama kweli itakuwa kweli kwamba kama Mangungu ataweza kumleta huyu jamaa ambaye anaitwa Infantino, habari itakuwa ni ya ukweli na uwazi kwamba Simba Day itapambwa na huyo rais wa dunia, na Simba Day itaonyeshwa dunia nzima. Hii habari ni ya breaking news ambayo tayari wewe utakuwa ni tayari umeona ukweli na uwazi. Ni ukweli na uwazi. Ni ukweli na uwazi. Wana Simba wanafurahi kwa huyu rais wa FIFA. Ni ukweli na uwazi. Na ukweli na uwazi. Yes, ni Fabdigo akiwa na Fabdigo ICT Solution. Fabdigo ICT Solution ni wale ambao wamezamini hiyo ofisi na kuonekana kwamba iko serious, kwamba wanatoa vitu muhimu sana ambavyo tangazo linakuja hapo mtalisikia. Na shukrani sana. Nyie mnamkia. Hello, mambo vipi wadau wetu wa mitandao yetu ya Fabdigo TV. Leo tupo hapa tunatangaza mitandao ya Fabdigo TV, Arafat TV na BM Zakaria Online TV. Unaweza kusubscribe pale chini, lakini tunadhaminiwa na ofisi inaitwa Fabdigo ICT Solution. Fabdigo ICT Solution ni suluhisho la ICT. Kwa mfano, unataka kutengenezewa masuala fulani na kufundishwa masuala fulani kama vile website design, tunatengeneza na kufundisha, au sio? Network installation system, tunatengeneza na kufundisha, yani masuala ya local area network wifi yale kama mnasikiaga, tunatengeneza na kufundisha. Lakini vile digital marketing, masuala ya social network, tunatengeneza na kufundisha. Yes, CCTV camera, tunatengeneza na kufundisha. ICT Solution, Fabdigo ICT Solution. Lakini computer maintenance and repair, tunaweza kukutengeneza kompyuta yako na kufundisha kutengeneza kompyuta, software and hardware, computer knowledge kwa ujumla yake tunakufundisha. Lakini pia kuna kitu kingine pia inaitwa kitu kimoja hichi inaitwa basic computer application. Wale watu wanaotaka kujua basic computer application, short course ya ICT ambayo inaitwa basic computer application, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, users of email and internet. Yote hivyo sisi tunakutengenezea na kufundisha. Pia tunaweza kufundisha kama mtaalamu kwa muda mchache sana ukawa ni mtaalamu. Video production,
video production, tunafundisha video production na kutengeneza, lakini pia audio production tunafundisha na kutengeneza, lakini pia tunaweza kukufanyia kitu fulani kile ambacho inaitwa computer graphics, ambayo ndio imebeba video production na audio production, ambayo vyote hivi unaanza kama vile video production. Kama unavyojua video production na audio production zote ni masuala ya computer graphics. Sisi kama Fabidigo ICT Solution tunaweza kukufanyia hivyo, lakini kwa wale wanaotaka kukuza mitandao kama vile tulivyosema digital marketing, sisi tuna uwezo wa kukuzia mitandao ya YouTube, ya Instagram, TikTok na mitandao yote ambayo unajua wewe, tunaweza kukuzia kwa kuleta hela. Njoo ungie mkataba na Fabidigo ICT Solution. Tupo jijini Dar es Salaam, mtaa wa Bugunisheri. Yes, unaweza kutupata kwa namba hiyo hapo utakuwa unapita juu, au unaweza kutaja namba 0756 000 462, 0756 000 462. Unaweza kunipigia asante sana. Subscribe YouTube channel. Fabidigo TV. Usisahau subscribe, like, share na comment habari za Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.